Shalom alekem, yani amani iwe pamoja nawe. Karibu katika kipindi cha leo. Kipindi ni karamu ya neno kinachokujia moja kwa moja kutoka mahali hapa. Ubarikiwe sana kwa sababu ya kujiunga nami katika karamu ya neno mankuli ya mchana, na tunaendelea na msururu wa jambo ambalo tulijadili. Wakati mwingine nikajadili kuhusiana na hali ya nidhamu na hali ya kujikakamua na vile vile kuwa na jitihada za kuhakikisha lazima kwamba utakuwa katika hali ya kufanikiwa. Na tulipojadili kuhusiana na nidhamu hiyo, na tukaona kwamba nidhamu ni kulipa gharama, lakini baada ya kulipa hiyo gharama kuna zawadi inayokufuata, kuna thawabu ukipenda msamiati huo. Na kwa hivyo leo tunajadili kuhusiana na thawabu ya hali hiyo ya kuwa ni mtu wa nidhamu, na vile vile pia tukikuza kizazi ambacho kitakumbatia neno hili nidhamu bila kuona kana kwamba wanalazimishwa ama kana kwamba ni kuadhibiwa. Kaa hapo tukanapozidi kuendelea na kipindi cha leo, na tukaomba. Mfalme wa ajabu, mtakatifu Yawe uishie juu mbinguni, tunaliinua, tunalihimidi jina lako lipitalo majina yote. Tumekuja mbele zako tukiwa na nia ya kutaka kupata mengi kutoka kwako kupitia neno lako. Baba, ninapowazungumzia wengi katika mtandao huu, ninaomba ukawafungua fikira zao, ukawapa roho na nia ya kuweza kupokea neno hili la mchana wa leo. Hata nami najikabidhi kwako, unitumia na utukufu wote ukakurejea, nasi tukabakia na mibaraka isiyo na majuto. Anza nasi, maliza nasi, kupitia jina takatifu na teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua mwokozi wetu. Nitaomba tufungue na kitabu cha Wahibrania, sura yake ni ya 12. Kitabu ni cha Wahibrania 12, mstari wake wa 11 imeandikwa. Mstari wa 11 nasoma: kila adhabu wakati wake haionekani kuwa ni kitu cha furaha, mbali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kwa hakika watu wote wanataka kufanikiwa, lakini licha ya kutaka kufanikiwa wanakataa mchakato. Neno hili mchakato ni kumaanisha the process. Ili ukaweza kufanikiwa, usidhani kwamba utainuliwa unyo kwa unyo kana kwamba ni kuinuliwa kwa ndege, mbali mafanikio yaliyo ya kudumu ni yale yanayojengwa polepole, kana kwamba ni mtu anakanyanga ngazi moja hadi ngazi nyingine, akipanda juu na akiendelea kuzoea. Na kwa hivyo unakuta kwamba kila mtu anataka kufanikiwa, kila mtu anataka kuwa na ushawishi, unakuta kwamba kila mtu anataka maisha mazuri ya baadaye, lakini si kila mtu yuko tayari kulipa gharama. Na kwa hivyo ukikubali kulipa gharama, na gharama hii si jambo lingine ngeni, si gharama ya umwagikaji wa damu ovyo ovyo, la hasha, ni gharama ya kuwa wewe ni mtu wa nidhamu. Utakuta kwamba hatima yako imefichwa ndani ya neno hilo nidhamu. Na tukasema nidhamu ni kuhakikisha kwamba unafanya yale unaopaswa kufanya kwa wakati unaopaswa kufanya na kwa wakati ambao unaopaswa kufanya, na unafanya wakati ambapo husikii kama unataka ama unataka, inakuwa ni lazima ukaweza kufanya. Kwa hivyo neno likatuambia kwamba tutakuwa na hali hiyo ya kufurahia tutakapokuwa na hali hiyo ya kuteseka. Wakati unajinyima raha ambazo wengi unazozifurahia kwa wakati huu, unasikia kana kwamba unateseka, lakini baada ya kuwa ni kwamba umezoea kuwa na hiyo tabia ambayo imewekwa katika mabano ya nidhamu, hatimaye Biblia imesema kwamba utakula matunda ya haki na matunda yenye amani. Yaani mafanikio yako itakuwa ni mafanikio ambayo unajua yametoka wapi. Nidhamu si ya kufurahisha, si ya kufurahisha tu. Inakukaza, inakuchosha, hilo ni la hakika. Inakunyima starehe,
lakini inaleta kitu chenye nguvu, na kitu hicho ni matunda ama mavuno ya kwamba umeweza kufanikiwa. Na kwa hivyo tunapojua kwamba kuna thawabu iliyowekwa mbele zetu, tunajifunza mambo muhimu, mambo kama haya: kila maisha yenye nidhamu yana matokeo yanayoonekana. Hilo ni jambo nzuri sana. Mtu ambaye amekuwa na nidhamu, akisoma wengine wakipayuka kwenye darasa, matokeo yake huonekana wakati anapopewa shahada yake. Kile kinachouma leo kinakuwa nguvu kesho. Unaona kwamba leo umeumia ni kwa sababu umekuwa ukiweka pesa zako kidogo kidogo, unajinyima. Wengine wakienda starehe na bashi zao unajinyima. Baadaye inakuwa ni nguvu ya kesho, kwamba wewe una hazina ambayo ni mti uliopanda, unachuna matunda yake wakati wengine wanapokuangalia ama wanakuomba ama wanakuwa hawana. Na jambo hilo lingine, tunaona kwamba unachovumilia sasa kitakulipa baadaye. Kama Waswahili wanavyosema, mvumilivu naye hula mbivu. Ndugu yangu na dada yangu mtazamaji, wacheni tufanye mambo yale ambayo tunafaa kuyafanya kwa siku hii ya leo. Tukae katika haki na utakatifu, na wakati moto wa jehanamu utakapokuwa unateketeza wengine, wewe utakuwa unafurahia kama yule maskini katika kifuani cha Ibrahimu. Nisikilize vizuri mtazamaji mpendwa. Maumivu ya kuamka mapema. Nimeona na nikajua kwamba wanaofaulu ni watu ambao hawapendi uzingizi. Biblia inasema kwamba kuna mtu anasema baridi ipo, anasema wacha nale dakika 5. Lakini maumivu yale ya kuamka asubuhi mapema, na ukiamka asubuhi hiyo mapema unahakikisha kila dakika unaitumia vizuri, bila shaka utaona kwamba mambo hayo yatakuwa ni mazuri sana. Maumivu ya kusema hapana kwa mambo yasiyo na maana. Wakati ambapo wengine wanakuwa na boyfriend na girlfriend kama tulivyoambiwa na mmoja wa washauri jana, wewe unaposhawishiwa kuingia katika zinaa, unaposhawishiwa kuingia katika uzinzi, unazidi kusema la hasha, hapana, hapana, hapana. Utakuja kuona matokeo yako mazuri, utafurahia maisha yako ya baadaye. Hautakuwa umezama katika mambo yale mengine ambayo yamezamisha dada na kina ndugu katika magonjwa ya zinaa. Wakati ambapo ulisema hapana, wakati ambapo ulikuwa unashawishiwa uvute bangi, wakati maisha yako sawa, wengine wanagagaa, wamekuwa addict ya ulevi, wewe ulijifunza kusema hapana. Maumivu ya kubaki makini, kwamba wakati watu wanafanya mambo yao kwa haraka, wewe unataka details. Wakati watu walishawishiwa waingie katika get rich schemes, yani ile mtego wa watu wanataka pesa zao zizae kwa haraka, wakaingia katika mitego, wakaingia katika uchezaji wa karata. Wewe kwanza ulikuwa makini kutafuta kiini cha mambo haya, ukachunguza na ukatambua kwamba mambo haya ni ya uongo, kwa hivyo pesa zako hazikupotea wengine wakilia. Haya yote yanaanza kitu ndani yako. Kwa hivyo mambo hayo yote ya kusema no, nidhamu hiyo inaleta kitu. Hebu niwazungumzie vijana, niwaambie siku hii ya leo kwamba unaweza kuhisi kana kwamba unapitwa na mambo, lakini sivyo. Wewe kijana ambaye ameokoka, kijana ambaye unaona watu wanafurahia, wakati mwingine unajihisi kana kwamba umepitwa na mambo, lakini nataka nikuambie hivyo sivyo. Wakati wako uko unaandaliwa kuwa tofauti wakati mwingine. Wengine wangemcheka mtu fulani ambaye alikataa kuenenda na tabia zile ambazo alikuwa naambiwa afanye, lakini akakataa. Hatimaye wengine walipoenda kufanya uizi wao, wengine wanaozea jela, na ilhali wewe uko huru, ni kwa sababu ulikataa na ulionekana kana kwamba wewe umepitwa na wakati. Wanapopoteza muda, wewe unajenga maisha yako. Wakati watu wako pale kambini ni hadithi tu, ama wengine wamekaa kwenye meza tu ni kucheza draft,
Wewe umekaa katika meza unasoma Biblia, unajiuliza, Baba unatakaje na mapenzi yangu? Wakati unakuwa na hiyo nidhamu, hatimaye utakuta kwamba wakati mwingine wanakata tamaa, wewe unakuwa na nguvu zaidi. Wakati ambapo mmeanza kitu, mkafika mahali wengine wakachoka, wewe umeendelea. Ulianza kufanya mazoezi, kafika mahali wengine wakakoma, ukafanya mazoezi. Utakapoingia kwenye kiwanja unapata kwamba umeweza kufaulu. Kwa hivyo kwa njia nyingine tunasema kwamba sadaka yako ya leo ndiyo mafanikio yako ya kesho. Unavojitesa leo, hiyo ndio unaita sadaka. Unavovumilia leo, hiyo ndio itakayokuwa mafanikio yako ya baadaye. Nikwambie mtazamaji mpendwa, wakati ambapo umeamua kufanya mtu wa nidhamu, kuna vita ndani. Kuna vita ndani yako mnaoshindana na mambo. Kujishinda mwenyewe. Hapa huwa namaanisha kwamba wakati ambapo mara nyingi watu wanatafuta kushindana, wewe unakuwa hauna mashindano ya kushindana na watu. Wewe utaweza kwenda kwa kasi yako mwenyewe ikiwa utaamua kushindana na wewe mwenyewe. What am I saying? Kushindana na wewe mwenyewe. Unajijua mahali ambapo uko leo, kwa hivyo unajitia bidii ukaweza kufika hapo pengine wewe mwenyewe. Kwa hivyo hakuna mtu mnayeng'ang'ana na yeye, unaenda kwa hatamu yako, lakini unahakikisha kwamba you are becoming better and better each and every day. Unajaribu kutafuta mambo ambayo utakayoyafanya yakaweza kukuboresha katika vile unavyofikiria, vile unavyoongea na vile unavyofanya mambo. Katika hoja hiyo ya vita vya ndani unavyopigana na wewe mwenyewe, nataka tusome kitabu cha Mathayo Injili 25 mstari wake wa 28. Mathayo Injili 25 mstari wake wa 28. Biblia inasema, basi mnyang'anyeni talanta hiyo, peeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa hivyo unakuta kwamba utakapozembea wewe utanyaganywa, mwingine apatiwe. Lakini ikiwa utang'ang'ana, utasema la hasha. Mtu asiweze kujizuia roho yake ni kama mji uliobomolewa usio na ukuta. Jina la Baba wetu na lipewe sifa. Kwa hivyo uwe ni mtu ambaye umewekewa ukuta, na hakuna wakati ambapo utanyaganywa kile ulichokuwa nacho. Vitu kubwa si nje yako, iko ndani yako. Wakati unatafuta the adui ambaye amefanya ukose kufaulu, mara unamwangalia mzazi wako ukasema, wazazi wangu hawakunilea vizuri, wazazi wangu hawakunisomesha school fees. Unaangalia pale kazini, labda unaona yule ambaye mko na yeye anapofanya biashara zake zikawa ni nyingi kuliko zako, wakati mko kwa marketing, unaanza kuona kana kwamba huyo ndio adui yako. La hasha, vita viko ndani. Huenda ikawa ni wewe unauoga, ni wewe una nia na mawazo ya kuona kana kwamba umeshindwa. Na kama anavyozidi kusema kwamba mwili wa mtu, malengo yako yanafuata kile kiko ndani ya mawazo yako. Na kwa hivyo pigana na mawazo hayo yaliyo ndani yako ya kushindwa. Pigana na ulimi huo unaojitabiria wewe mwenyewe mambo ambayo sio mazuri, na kwa njia nyingine inakuwa ni kana kwamba unajiroga. Ni vita kati ya nidhamu na uvivu. Wewe pigana na uvivu wa kukuzuia ufanye kazi wakati unapohitajika kufanya kazi. Ni vita dhidi ya umakini na usumbufu. Badala ya kuwa mtu msumbufu kanisani, kuwa mtu msumbufu kazini, ni wewe uamue kuwa makini katika yale unayoyafanya. Ni vita kati ya kusudi na tamaa. Wewe haufanyi mambo kwa hisia tu za tamaa, mbali unafanya kwa sababu kuna kusudi la wewe upate hicho kitu unachokitaka. Na kwa hivyo si tamaa ya mwili inayofanya uoe, ni kusudi la kwamba unataka kufanikisha ndoa yako, ni kusudi ya kwamba unataka kujenga jamii, ni kusudi ya kwamba unataka kujenga kizazi kinachokuja baada yako. Kwa hivyo kusudi na tamaa ni mambo mawili tofauti. Nia yako ya kutafuta mchumba ni nini? Ni kujitoshelesha hisia za mwili, ama kabisa umeamua kufanya ndoa? Mimi nilipoamua kuoa, watu wengi walitia shaka, na hata wakaanza kusema hao miezi 3 haikuishi, ikaisha. Waliosema tutaenda mbali sana walisema ni miaka 3.
mitatu ikaisha. Sasa hivi navyoongea tumemaliza karne 3. Kwa hivyo nilikuwa na kusudi ya kwamba mimi nataka kuoa. Nilikuwa na kusudi kwamba nataka niwe bwana mume mwema. Nilikuwa na kusudi, natamani sana niwe baba mzuri. Haikukuwa tamaa ya mwili ya kujitoshelesha na raha iliyo katika mabano ya ndoa. Pigana na vita na mambo ambayo yako ndani yako. Na kwa hivyo katika haja hii kuna fundisho ambalo ningetaka ukalichukua. Nidhamu ni kujitawala, si kutawalwa. Ni wewe unachukua steering wheel, yani ni wewe unayejiendesha. Ukiwa na nidhamu haushawishiwi na marafiki zako, haushawishiwi na hali. Watu wakija wakitaka kukukoroga, watake wainue mori yako ufanye kitu kibaya, unakuwa kwamba ni wewe, you are in control of your emotion. Watu wakikuonea wivu, hautakosa kufanya kile unafaa kufanya. Watu wakikuchokoza, si lazima upigane. Ni katika hali hiyo ya kuchukua the steering wheel yako mwenyewe. Usipojitawala, maisha yatakutawala. Kwa hivyo jitawale mwenyewe. Ushindi wa maisha huanza kwa kujishinda mwenyewe. Self control. Hawezi ukashinda vita vya nje kabla hujashinda vita vya your own appetite. Wengine wanashinda hospitalini, na si kwa sababu ni wagonjwa, ni kwa sababu wameshindwa kucontrol their own appetite ya kukula. Wameshindwa kucontrol mambo fulani ambayo wanayafanya kwa fujo. Mtazamaji mpendwa, ikiwa utashinda nje, lazima kwanza uwe umeshinda kuanzia kule ndani kabisa. Mtu asiye na kujizuia ni kama mji usio na ulinzi, uko wazi kushambuliwa. Kuna wakati tunasema mara kwa mara kwamba sheria zile zilizopo hazikukatazi wewe uruke nje ukaona yaliyo nje, mbali yanasitiri yale mabaya yako nje yasije yakaja kukugonga. Lakini wakati unapowekewa ua wa sheria, mtu huona kana kwamba ananyimwa starehe zake. Mtazamaji mpendwa, baada ya kuvumilia mambo mazuri huja. Kwa kijana, nataka nikuambie hivi: jifunze kudhibiti hisia zako. Kimbia tamaa mbovu, Mtume Shaul akatuandikia. Kijana vile vile pia najaribu kukufundisha, jifunze kusubiri. Delay those gratifications. Zifungie. Usikubali kuchochea hisia zako na vitabu ambavyo vinaongea kuhusu ngono. Usikubali kuimba nyimbo ambazo kila mara ukiwa katika chumba chako ni nyumba za mapenzi. Usikubali kutaka kuanza kuona filamu za ngono wakati huu. Wakati utakapojizuia mambo hayo, kwa wakati wake utaweza kufurahia hayo ambayo baba wetu alikusudiwa yakafurahiwa kwa wakati wake na mtu ambaye anayefaa. Jifunze kutawala tabia zako, kwa sababu usipotawala tabia yako zitakutawala. Na kwa hivyo nakuomba kila asubuhi unapoamka unafaa kusema neno haya: ama unatawalwa na maisha yako au maisha yako yanakutawala. Ni wewe unayejitawala ama unatawalwa? Umekaliwa na mwili wako ama ni wewe unayeukalia mwili wako? Unawaambia, kama ni simu nimesema sitaiguza kuanzia masaa haya. Kama ni kitu kingine unasema hiki sikugusi, basi utajikuta kwamba tunaanza kufurahia mafanikio yanayotokana na kuwa na nidhamu nzuri. Na matokeo mafanikio hayo tunayapata katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5, nisome mstari wa 22 na 27, 22 na 23. Inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili na uaminifu. Roho Mtakatifu ni sehemu ya kutupatia nidhamu. Na kwa hivyo ukikubali Roho Mtakatifu akaweza kukutawala, ndugu na dada yangu, utajikuta kwamba utajiri wa mambo haya tunayoyasema upendo, na ni upendo ambao ni upendo ulio wa halali. Mapenzi ambao ni ya halali. Una furaha moyoni mwako, furaha ya wokovu. Una amani, si kwa sababu hakuna misukasuko,
Biblia inasema kwamba tutaingia katika ufalme katika dhiki nyingi, lakini wewe ni mtulivu. Ni kwa sababu najua hata kama unapitia katika bonde la uvuli wa mauti, gongo linakufariji, na wakati unafarijika hauhisi ile uchungu unaoipitia, unakuwa na amani wakati ambapo mwili wako unakuwa ni kana kwamba unateseka. Vile vile unakuwa ni wewe ni mvumilivu. Watu watakuchokora, watu watakuchokoza, lakini matunda hayo yanazidi kuwa na wewe kila wakati. Hawezi kufanya safari hii peke yako, mtazamaji mpendwa. Safari hii ya wokovu, safari hii ya maisha, aliyekuumba hajakuacha hadi mwisho wa dahari. Tembea pamoja na yeye ukiwa umeachilia Roho Mtakatifu akaweza kuwa juu yako. Nidhamu ni kusudi ya mwili tu, nidhamu si juhudi ya mwili tu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu wa Baba wetu Yawe. Kwa hivyo hata kama unajaribu kuzuia mwili wako, kile kitakacho kuzuia ni kuachilia Roho ikawa ndani yako. Yaani ni kumaanisha hata ukiwacha kutizama filamu za ngono, uwe kwamba maneno haya hauyazungumzi, unajipa nafasi ya kutafakari sauti ya Roho Mtakatifu, sauti ya neno. Kwa hivyo ndani yako ni bubujiko la maneno ya uzima. Kama wewe hautaki kuwa na kuingia katika zizi la uasharati, utazidi kusema imeandikwa ikimbieni zinaa, imeandikwa kimbia tamaa za ujana, imeandikwa usizini. Mambo hayo yote yakiwa yanabingirika katika maisha yako, utakuta kwamba kuna mafundisho muhimu tunayoyapata yanayotokana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hivyo unapata kwamba Roho Mtakatifu hukupa nguvu pale ulipo dhaifu. Wakati unasikia kana kwamba umefika mwisho, Roho Mtakatifu anakutia nguvu. Kujizuia si chanzo, ni tunda. Kwa hivyo unapojizuia, baadaye utakuta matunda yale unaanza kuyapokea. Unavyozidi kutembea katika Roho, nidhamu inakuwa rahisi. Unapozidi kufanya zoezi la kufanya mambo mazuri, kuna wakati mambo yalionekana kwamba ni magumu yanakuwa ni mepesi. Ni kwa sababu umejua mchakato ama the process ya kwamba jinsi unaweza kuwa ni mtu wa nidhamu. Mtazamaji mpendwa, ni vizuri kufahamu mambo haya ya kiroho yanatokana na hali hiyo ya maombi, na unaomba na kuomba na kuzidi kuomba na kupokea nguvu ya kuendelea. Kwa hivyo mtazamaji mpendwa, nataka nikuambie kwamba tumeahidiwa kwamba kuna mambo mengi mazuri yatakao kuja kwa sababu ya kuvumilia. Wakati ambapo ulivumilia, ukavumilia katika hali ya kujiwekea hazina badala ya kwenda kukopa, ununue kitu ambacho haukihitaji na pesa ambazo hauna, uwafurahishe watu ambao hata wakupendi, wewe umekuwa na nidhamu ya kujiwekea kitu kidogo 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 kidogo. Kwa nini nasema kwamba watu wamekosa nidhamu wakanunua vitu ambavyo hawavihitaji? Wananunua kwa sababu jirani alinunua. Na vitu vingine vinanunuliwa na hata havitumiki kwa nyumba. Vilinunuliwa ili mtu ajionyeshe, na ulinunua na pesa za kukopa. Ukamfurahisha mtu ambaye hata hakupendi. Yeye anapenda kile ambacho unachompatia. Siku ile utamnyima, atakugeuka kama nyoka. Na kwa hivyo give yourself a treat. Ukipata kitu jiwekee chako, badala ya kupatia huyo mpenzi wako ukidhani anakupenda, na si kukupenda na kupenda, anapenda kile ambacho uko nacho. Ukiwa na nidhamu ya kuweka na kuweka na kuweka, wakati utafika utanunua kile ambacho ulichokihitaji. Ukiwa na nidhamu kijana ya kujizuia, utakapopata mpenzi wako utaweza kujizuia na utaweza kulinda ndoa yako siku zote za maisha yako. Dakika zangu ni kama zimefika mwisho, na kwa hivyo nitakwambia kwamba ukihisi dhaifu, endelea kuomba. Ukihisi kukata tamaa, zidi kuomba na zidi kutafuta mahali ambapo utakapojitia nguvu. Jaribu linapokujia, zidi kuomba. Na hivyo basi utakapofanya mambo hayo, utakuta kwamba katika kizazi kinachokuja tutaweza kuwapatia nidhamu nzuri ya kuendelesha maisha yako. Asante mtazamaji mpendwa, kwa wale wote ambao wamejiunga pamoja nami katika siku hii ya leo. Nasema Baba akubariki
na zaidi sana uweze kuona mafanikio ya nidhamu yako ya kuanzia sasa na nidhamu yako ya kuanzia kitambo, kwa sababu karibu mtu atakate tamaa, na hapo ndipo matunda yako yanaanza kukuja. Hadi tutakapoonana tena, kwa majaliwa yake Baba, yawe akubariki na kukulinda, yawe akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, yawe akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua HaMashiach. Alright, watazamaji wetu wapendwa wa Messianic Voice TV, karibu kipindi kile ambacho mnakijua kama Safari na Mawimbi ya Maisha. Karibu katika kipindi kipya chenye mguso wa kipekee. Wakati uko naye kama hauna. Mtoto wangu ni wa kitambo. Kwa sababu hata nikiwa youth, hata nikiwa kwetu, tulikuwa tunaenda mbali sana, na tulikuwa tunaenda mguu. Safari na Mawimbi ya Maisha. Kipindi hiki kinaongozwa na nahodha wako Overseer SK Ng'ang'a, kikipaa na kukuletea simulizi halisi za maisha, mafunzo ya kuhamasisha na shuhuda za kuinua moyo wako. Na kwa hii ndoa unafikira labda inakuwa na challenges, na kama inakuanga unawezagaje kuhandle challenges zile ambazo mnapitia? Challenges zikikuja saa zingine kuna pesa. Kila Jumanne kuanzia saa 11 jioni kupitia ukurasa wa Facebook Messianic Voice TV. Pamoja tutasafiri kupitia changamoto na mafanikio ya maisha, tukijifunza kwamba hata katika mawimbi bado kuna tumaini na neema ya Yahweh. Ni majukumu wanashare. Na hii unajua kwa utamaduni wetu, hata wengine watanisikiliza hapo wasikie wewe mzee anasema umekuwa Amerika. Sasa analeta Amerika hapa. Kila mtu ana jukumu la kulea mtoto. So no matter what, mimi nataka kusimama imara, na nimewezeshwa na Elohim. Pale naona ushindi wa Baba. Naona Baba akisimama pamoja nami. Usikose Safari na Mawimbi ya Maisha, kipimo cha imani, hekima na ushuhuda. Messianic Voice TV, sauti ya neema na ukweli.